Kwa namna ya kipekee, niruhusu pia nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa bodi ya ukurugenzi ya TAWA, Meja Jenerali mstaafu Hamisi Semfuko, kuendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumerithishwa na sisi TAWA ni nini? Maisha bila stress. Sasa ndugu zangu, kama mnavyofahamu, TAWA ni miongoni mwa taasisi zetu zilizo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii yenye majukumu makubwa, ambapo tangu kuanzishwa kwake hadi leo hii ni takriban miaka 10 tangu wameanza kazi hii. Tumebakiza miezi michache sana, ndio maana ninasema takriban. Tutakapofika tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026 tutakuwa tumetimiza miaka 10 kamili. Ndani ya miaka 10 hiyo tumeona kwa pamoja TAWA ambaye ni mtoto aliyezaliwa akaanza kutambaa, akaanza kutembea, na sasa anakimbia mchaka na amefanya kazi nzuri na mageuzi makubwa katika sekta yetu ya uhifadhi na utalii. Anaelekea kufanya vizuri zaidi. Kwa namna ya kipekee, niruhusu pia nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa bodi ya ukurugenzi ya TAWA, Meja Jenerali mstaafu Hamisi Semfuko, kwa kuendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wajumbe wa bodi, kufuatia juhudi mbalimbali za serikali zinazolenga kuimarisha sekta ya utalii, ikiwemo kuondoa ukomo wa msimu wa uwindaji, kuongeza muda wa umiliki wa vitalu, sambamba na kampeni maarufu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia filamu za Tanzania The Royal Tour na Amazing Tanzania, shughuli za utalii katika maeneo yanayosimamiwa na TAWA zimeendelea kuimarika. Mathalan, katika mwaka 2024-2025, idadi ya wageni waliotembelea maeneo yanayosimamiwa na TAWA kwa ajili ya utalii wa picha na uwindaji wa kitalii iliongezeka kufikia watalii 240,967 ikilinganishwa na watalii 194,480 mwaka 2023-2024. Aidha, katika mwaka 2024-2025 mapato yalifikia shilingi bilioni 87.32 ikilinganishwa na shilingi bilioni 75.96 zilizokusanywa mwaka 2023-2024. Nchi yetu imezindua Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050. Hivyo ninaiagiza bodi kuhakikisha kuwa TAWA inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia shabaha na malengo ya dira hiyo. Kwa ujumla, dira imetambua utalii kuwa miongoni mwa sekta zenye uwezo mkubwa katika kukuza ajira, kuongeza mauzo ya nje na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Kufikia mwaka 2050, utalii unatarajiwa kuwa moja ya vyanzo vikuu vya ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kupitia utalii unaohusisha utamaduni wetu, urithi wa asili na malikale, utalii endelevu wa mazingira, utalii wa meli na fukwe, utalii wa uwindaji,
utalii wa mikutano na maonesho, na hivyo kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuongeza mchango wetu kwenye pato la taifa. Tumerithishwa na sisi TAWA ni nini? Maisha bila stress. Mheshimiwa Waziri, nitumie nafasi hii pia kipekee kabisa kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama kwa imani kubwa aliyoonyesha kwangu kwa kuniteua kwa mara ya pili kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TAWA. Tutahakikisha kwamba baadhi ya maeneo yetu ni maeneo ambayo vijana wanakwenda kuondoa stress, wanakwenda kufurahia, na tumeanza hili na liko kwenye mipango yetu. Tutaweka cable cars, tutaweka zipline, tutaweka sehemu za michezo ya watoto ambayo imo hata katika tutakapoipata hivi karibuni, ili tuhakikishe kwamba wananchi waweze, na kwa sababu sisi ndio tuna miliki na kusimamia zoos zote, kwa ujenzi wetu wa zoo mbalimbali ambazo zipo tutauimarisha ili wananchi wa kipato cha chini waweze kutembelea. Tupo tayari kuipokea bodi na kufanya nayo kazi kwa kadri inavyostahili. Sisi tutakuwa tayari kupokea maelekezo yao na miongozo yao ili malengo ya kuanzishwa kwa TAWA yaweze kutimia.